Mtazamaji wa Tanzania ITV na kutakia mema. Leo ni tarehe mosi mwezi wa 8 mwaka huu wa 2026 na kutakia mema. Mungu aendelee kukufungulia wakati, na sisi kama Tanzania ITV tutaendelea kukufahamisha na kukupasha yale ambayo yanaendelea hasa katika uwanja wa kisiasa. Sasa hatimaye, kabla nizame kwa undani, shukuru wote ambao mnatazama hii kana mahali popote mlipo, vile tunabibirisha matangazo haya kutoka hapa Mbeya, Tanzania. Lakini ikiwa wewe ni mgeni, haujawahi subscribe katika channel hii, chukua sekunde moja tu, bonyeza batoni ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa kemkem za siri za ndani kila wakati. Cha muhimu cha kuzingatia, naomba kwa unyenyekevu, yeyote ambaye anatazama hii kanda, bonyeza alama ya like. Kuna alama ya like hapo karibu ili nikufahamishe. Sasa taharuki na wasiwasi na kizaazaa kimezuka hapa Tanzania, hasa kwa uongozi wa Rais Samia Suluhu Hassan baada ya jeshi kumgeukia Samia Ikulu Chamwino. Kivipi? Unapotazama kwa skrini yako, chapisho hili linasema hivi: tunataka polisi wamtangulize ama mtangulize utu na huruma. Tunataka polisi mtangulize utu na huruma. Katika uongozi wa Samia Suluhu Hassan mara nyingi wanatumia kifua. Samia hata yeye mwenyewe alikiri Disemba mwaka jana kwamba aliagiza vyombo vya dola kuchukua hatua dhidi ya waandamanaji. Vyombo vya dola vikaenda vikaua watu zaidi ya 10,000. Amri ilitoka juu. Sasa jeshi limegeuka. Musiwe mnafuata amri hiyo ya juu. Kuwa na utu, kuwa na ubinadamu. Sasa wamegeukia Samia Suluhu Hassan, wakati Samia anawatumia hawa vyombo vya dola, enda mkaue wa Tanzania ambao wananipinga ama wanakosoa serikali yangu. Na huyu ambaye ni mwanajeshi anaitwa Wambura amekataa, amewaambia wanajeshi, wacha kusikiza amri za juu, tangulisha utu na huruma kwa watu. Sasa iko hivi, huyu ni nani amesema hivi? Mkuu wa jeshi la polisi nchini Tanzania, IGP Camillus Wambura, amewataka askari polisi wote hapa Tanzania kuhakikisha huduma wanazotoa kwa wananchi wa Tanzania zinazingatia utu na ubinadamu, haki, weledi na huruma, hususan wanaposhughulikia waathirika wa ukatili wa kijinsia na ukatili dhidi ya watoto na ukatili dhidi ya Watanzania kwa ujumla. Kumelipuka. Wambura ametoa kauli hiyo jijini Dodoma wakati akifunga mkutano wa watendaji wa madawati ya jinsia na watoto kutoka Tanzania bara na Zanzibar, sambamba na uzinduzi wa kituo cha mawasiliano cha Gender Based Violence and Violence Against Children na kitabu cha wanafunzi na mwongozo wa mwalimu wa somo la polisi jamii. Amesema mafanikio ya jeshi la polisi katika kupambana na ukatili hayapaswi kamwe kupimwa kwa idadi ya mikutano, vitabu au mifumo inayozinduliwa, bali kwa idadi ya waathirika wanaopata msaada, wanawake na watoto wanaolindwa dhidi ya ukatili, na kiwango cha imani ambacho wananchi wanaendelea kuwa nacho kwa jeshi hilo. Mafunzo lazima yaonekane katika utendaji wetu, akasema hivyo. Teknolojia ionekane katika ubora wa huduma zetu na maarifa yatafsiriwe kuwa huduma inayozingatia haki, utu na weledi kwa wananchi, na jeshi liwe na huruma, wasije wakatumika vibaya. Amesema hivyo. Sasa
penye Samia Suluhu Hassan yuko sasa hivi ameshtuka, anaweza hata kuzirai kwa sababu kumechemuka, jeshi limegeuka. Unajua, wamefika wakati wameona wanatumika vibaya, wanaenda wanaua Watanzania wenzao, wanaenda wanaua hata wale ambao wakifuata vizuri wanatoka katika ukoo mmoja. Sasa wamesema liwe liwalo, liwalo la liwe, hawatatumika tena. Unajua, mwaka jana wakati kilichosemekana ni uchaguzi wa 29 Oktoba hapa Tanzania, watu wengi waliuawa wakati walikuwa wanaandamana. Samia alikuwa amekasirika vibaya, akapiga simu katika kambi za jeshi, kawaambia nendeni mkaue watu, na watu wakauliwa zaidi ya 10,000 kulingana na picha zile ambazo tuliziona za satellite, mara nyingi zile ambazo zinatumika na vyombo vya habari vya kimataifa, Al Jazeera, CNN, BBC. Lakini hapa Tanzania TV zote ama televisheni na radio hazikutangaza haya, kwa sababu watakujiwa na kufungiwa vituo vyao. Lakini hayo yakaweza kupeperushwa kule CNN na mahakama ya kimataifa ambayo inashughulikia uhalifu ICC ikasema lazima watafungua faili dhidi ya Samia Suluhu Hassan. Sasa jeshi hili limeogopa, hawawezi kwenda kule ICC. Sasa wanataka kujitenga na kutumika na Samia, kwa sababu mwishowe ndio wanaandamwa. Kama sio mahakama inawaandama, wataandamwa na fikira, mawazo mabaya kufuatia damu iliyomwagika hapa Tanzania. Najua sasa hivi Samia amepata pressure kubwa. Samia amepata pressure imemzidi, kwa sababu amegeukiwa na jeshi, amegeukiwa na mataifa mengi, Canada, Uswidi, Marekani, Umoja wa Ulaya, Umoja wa Mataifa wamemgeukia. Sasa Samia yuko na pressure kubwa, kwa sababu nani atakayemuokoa? Misaada imesimama. Saa hii Tanzania tuko na trilioni 112 deni ambalo tunastahili kulipa. Zitoke wapi? Na tumefungiwa misaada ambayo ilikuwa inatuokolea. Sasa penye tupo ni ngumu. Tuombe tu. Lakini jeshi, asante kwa kusema mtazingatia huruma, asante kwa kusema mtazingatia utu, asante kwa kusema mtazingatia ubinadamu, hamtatumika vibaya na Samia Suluhu Hassan. Kufikia hapo, mpenzi mtazamaji, ndipo natia kikomo katika uchanganuzi wa masuala ya kisiasa. Tukutane baadaye. Ikiwa hauja subscribe, chukua sekunde moja ya mwisho, bonyeza batoni ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kemkem kila wakati. Kwaheri kwa sasa.